kadhaa wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, akiwemo kiongozi wa juu zaidi aliyekuwa na mamlaka ya mwisho katika taifa hilo, Ayatollah Ali Khamenei, aliyekuwa na umri wa miaka 86. Iran nayo ikajibu kwa kuvurumisha makombora chungu nzima dhidi ya Israel na maeneo kadhaa yenye maslahi kwa Marekani katika mataifa mbalimbali ya Ghuba. Hatua ya Marekani na Israel ilichukuliwa muda mfupi baada ya kushindwa kupatikana makubaliano kwenye mazungumzo ya nyuklia yaliyosimamiwa na Oman. Khamenei aliyeuliwa kwa mashambulio ya makombora ya Marekani yaliyoilenga ofisi yake mjini Tehran. Aliiongoza Iran kwa takriban miaka 36, akiwa pia ni kiongozi wa madhehebu ya Waislamu wa Shia duniani, na kifo chake kiliibua hasira kali za Washia katika mataifa mbalimbali yakiwemo India, Pakistan na Iraq, lakini pia kubakisha maswali mengi kuhusu upi utakuwa mwisho au hatma ya Iran. Rais Donald Trump na mshirika wake mkubwa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wamesikika wakitoa mwito wa kuhamasisha umma wa Iran utumie fursa hii ya vita kuondoa madarakani utawala wa mamua, ikionyesha bayana hilo ndilo hasa lengo la mataifa hayo. Lakini je, itafanikiwa? Hakuna anayefahamu hatma au matokeo ya mwisho ya vita hivi, ingawa kilichodhahiri mpaka sasa ni kwamba mgogoro huu umeshatanuka na kuwa wa kikanda, na athari zake tayari zimesambaa hadi nje ya mipaka ya Mashariki ya Kati. Je, kwa nini hasa Marekani na mshirika wake Israel wameanzisha vita dhidi ya Iran? Na Tehran inao uwezo wa kumudu vita hivi peke yake? Kujadili mgogoro huu nimewaalika kutoka mjini Tehran mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdel Fattah Musa, kutoka Fujairah huko UAE tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, na visiwani Zanzibar yuko Othman Miraji, ni mhariri mstaafu wa DW, na kutoka huko Marekani yuko mwandishi habari na mchambuzi Mubelwa Bandio. Mwenyekiti wako kwenye meza ya duara leo hii ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu. Asante sana. Na nianzie kwako Abdul Fattah. Kwanza labda utupe picha ya hali ikoje ndani ya Iran katika kipindi chote hiki. Kwa muda wote huu takriban sasa ni siku 6 wakati tunafanya mazungumzo haya, hali katika miji mbalimbali ya Iran, ukianzia hapa mji mkuu Tehran, hali ni tete. Ni tete kwa sababu mashambulio ya Marekani na Israel, mashambulio ya anga, hayatangazi na wala hayana taarifa ni wakati gani yatafanyika. Mara nyingi sasa tunaweza tukasema kwamba yanafanyika hata katika wakati wa mchana, kama ambavyo shambulio la siku ya kwanza lilifanyika wakati wa saa za mwanzoni mwa asubuhi. Kutokana na mashambulio haya, hayalengi maeneo ya kijeshi pekee, bali yanalenga pia hata maeneo ya kiraia. Utakumbuka kwamba siku ya kwanza kabisa skuli moja ya msingi iliyoko kusini mwa Iran katika mji wa Minab ilishambuliwa na wanafunzi wa kike zaidi ya 180 wakauawa katika shambulio hilo. Kwa hivyo, mbali na shambulio hilo la mwanzo la kiraia, ni kwamba hadi sasa majengo kadhaa ya hospitali, maeneo mbalimbali ya nyumba za raia yamekuwa yakiandamwa na mashambulio hayo. Mfano hai ni hapa Tehran sisi tulipo, maeneo ambayo yako karibu na sisi hapa leo yameshambuliwa pia, na ving'ora vya magari ya kubebea wagonjwa vimekuwa vikisikika, mitikisiko imekuwa ikisikika, pamoja na kwamba ni maeneo ambayo yanajulikana hakuna athari wala vituo vyote vya kijeshi au hata maeneo ya vyombo vya habari. Jengo la utangazaji la televisheni na redio la Iran ambalo mwaka jana lilishambuliwa wakati wa vita vya siku 12, nalo pia limelengwa usiku wa jana kuamkia leo, ambapo kabla yake pia vituo mbalimbali vya habari vilishambuliwa. Mambo ambayo yanajulikana katika sheria za kimataifa za kivita yanatakiwa yabaki katika amani. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, hali ya kiusalama katika miji mbalimbali ya Irani ni tete, ingawa jambo ambalo ni la kushangaza sana ni kwamba katika wakati huu wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, pamoja na hali hiyo, Wairani wenyewe mara baada ya kumalizika sala magharibi, baada ya kufuturu, tokea siku ya mwanzo ya vita, wamekuwa wakimiminika mabarabarani wakifanya mikusanyiko mikubwa kuomboleza kifo hasa cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Na mbali na mikusanyiko hiyo, sasa imekuwa inafanyika hata katika wakati wa mchana.
watu wakitoa kauli za kulaani Marekani na Israel na kutaka damu ya Ayatollah Khamenei ilipiziwe kisasi kutokana na kile kilichofanywa na Marekani na Israel dhidi ya taifa la Iran. Kwa hivyo hali kwa ujumla ni hali tete. Wakati wowote watu wanategemea kutokea chochote katika maeneo mbalimbali ya nchi. Nataka nimuulize swali hili Ibrahim Rahbi, kwa sababu huko UAE na tunafahamu kwamba mashambulio ya Iran yamekuwa yakizilenga nchi mbalimbali katika eneo zima la Ghuba na hasa kule ambako kuna maslahi na Marekani. Hali iko vipi katika maeneo hayo? Nashukuru sana Saumu. Ni kweli hali ya Mashariki ya Kati naweza nikasema kwa jumla imekuwa ni tete, hasa ukiangalia mfano kama UAE, labda kwenye miji kama Abu Dhabi na Dubai ndio kiasi imekuwa ikishuhudia mara kwa mara mashambulizi ima ya makombora au droni kwenye miji hii ya pembeni, kiasi angalau mara 2 mara 3 kwenye miji kama Fujairah, lakini sio hali tete sana na shughuli za hapa na pale zinaendelea kawaida. Ila hali nzima ukiangalia kwa nchi zingine tumeona kuwa kumekuwa na hali ngumu zaidi. Hali ambayo inayobaki kuwa sawa labda ni nchi ya Omani pekee. Kutokana na mashambulizi mawili yale ya awali, hatujaripotiwa tena mashambulizi mengine ambao pia yalipiga mbali kwenye miji ya pembeni kabisa, kwenye bandari ya Duqm iliyopo kule mbali zaidi ya kilomita 500 kutoka mji wa Muscat, lakini nyingine ikapiga eneo la Musandam ambao haliko mbali sana na Fujairah pia upande wa pili huku katika upande wa pili wa Omani. Lakini ukiangalia nchi zingine kama Bahrain, tumeshuhudia kuwa hali ni ngumu kwa sababu mfululizo wa mashambulizi umekuwa ukielekea kwenye kambi ya wanamaji ya Marekani iliyopo hapo Bahrain. Ukitazama kule Kuwait pia mfululizo wa mashambulizi yameelekea Kuwait. Hali kadhalika Doha kule Qatar ambako bado inaripotiwa inaendelea kupangua baadhi ya makombora ambayo yamekuwa yakigurumishwa kwenda kule. Lakini utata pia umekuwa upande wa pili wa Saudi Arabia, hasa baada ya Saudi Arabia kuamua kufunga kabisa refinery moja ambayo ilikuwa kwenye rasi Tanufa iliyokuwa imeshambuliwa pia na droni, ambazo imeleta utata kuwa ni nani alishambulia baada ya Iran kukanusha kuwa sio wao waliohusika na hilo swala. Sasa Mashariki ya Kati nzima unaiona iko kwenye hali hiyo. Ukitazama kule upande wa pili wa Iraki, tumeona kuwa vurugu kubwa za maandamano zinaendelea, mashambulizi kwenye eneo gumu kabisa la Green Zone ambalo ni eneo lenye ulinzi mkali sana, ni eneo kubwa lenye diplomati wengi, shambulizi yakielekezwa kwenye ubalozi wa Marekani, lakini kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo kwa Baghdad pia na yenyewe mashambulizi yamekuwa. Ukienda upande wa pili, eneo jingine la Iraq, upande wa Kurdistan, unakutana pia mashambulizi mengi yameelekezwa katika mji wa Ardhi Lebanoni, na kwenyewe hali imekuwa ngumu kwa sababu Israel inafanya mashambulizi makubwa sana kuelekea upande wa pili wa Lebanoni. Lakini baadhi ya mashambulizi pia tumeona upande wa pili wa Syria. Hali kadhalika Jordan imeripoti pia mashambulizi ambayo yameelekezwa kwao. Mashambulizi pia yameelekea kwenye kambi ya kijeshi ya Uingereza iliyopo Cyprus. Kwa hiyo ni eneo zima la Mashariki ya Kati. Maanake ni kwamba hali ni tete katika mataifa mengi kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati. Abdul Fattah, nataka nirudi kwako kutokana na sura hii ambayo tumeipata mpaka hivi sasa, hali inayoendelea. Unadhani hasa ni kitu gani kimechochea Marekani kuishambulia Iran wakati ilikuwa bado iko kwenye mazungumzo ya nyuklia ambayo ilifikiriwa kwamba angeweza kuepusha vita hivi? Nataka nipate kwa jicho la mtazamo wa Iran. Kwa mtazamo wa jicho la Iran, kwa sababu hata Iran yenyewe nadhani haihitaji kusema kwamba iwe na mtazamo wa swala kwa nini Marekani imeshambulia Iran. Ni mtazamo ambao mimi kwa rai yangu kila mtu duniani ambaye ana mtazamo wa insafu anatambua kwamba vita hivi ni vita ambavyo Marekani imevianzisha kwa upande mmoja mkubwa kwa ajili ya kuiunga mkono na kufuata matakwa ya Israel na hasa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu. Kwa sababu sote tunakumbuka kwamba mwaka uliopita au tukirudi nyuma zaidi mwaka 2015, kadhia ya nyuklia ya Iran ambayo ndio imekuwa ikipigwa kelele miaka mingi na madola ya magharibi ilikuwa tayari imeshapatiwa suluhisho la kudumu baada ya serikali ya Marekani yenyewe wakati wa urais wa Barack Obama pamoja na madola makuu ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na vile vile kuunganisha madola makuu ya Urusi na China, kwa pamoja alisaini ule mkataba uliojulikana kwa kifupi kama JCPOA, ambapo tayari suluhisho lilikuwa limepatikana kwamba Iran itaweza kunufaika na haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya
ikiwemo kurutubisha madini ya urani, lakini wakati huo huo itakuwa chini ya uangalizi mkali na usimamizi mkali wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba miradi yake ya nyuklia haielekei katika kuunda silaha za nyuklia. Hili jambo lilikuwa limemalizika, lakini sote tunakumbuka kwamba kipindi hicho, wakati urais wa Obama unakaribia kumalizika, Rais Donald Trump alitangaza kwamba yeye atakapokuwa rais wa Marekani atauchana mkataba huo na hata ukubali kuutekeleza, na ndicho kilichofuata mwaka 2018, na kuanzia hapo akaanzisha mashinikizo makubwa ya kiuchumi, mbali yale ambayo Iran ilikuwa inakabiliana nayo kwa miaka yote hii tokea wakati wa ushindi wa mapinduzi mwaka 1979. Kwa hivyo alichokifanya miaka minne yake ya kwanza, alihujumu sana kiuchumi Iran kwa vikwazo, lakini Iran haikukubali kufuata matakwa yake na kufanya mazungumzo. Katika kipindi hiki cha pili baada ya kuingia tu, tuliona kwamba aliingia na hali ya moto maalum, hasa kuhusiana na vita vya Gaza, kuhakikisha kwamba atakuwa pamoja na Israel kwa lolote, kuhakikisha kwamba Israel inafanikiwa katika vita vile, na akaahidi kwamba kadhia ya nyuklia pia Iran ataichukulia hatua kali mpaka kuhakikisha kwamba anailazimisha Iran ifuate matakwa yake. Kwa hivyo kinachoonekana tokea wakati huo na mpaka haya yaliyojiri juzi, inaonekana kwamba hivi ni vita vya kidhalimu, na wenyewe wametangaza wazi kwamba msimamo hasa wa haya yote ni kutaka kuhakikisha kwamba utawala uliopo madarakani sasa Iran unaondolewa. Nimlete Othman Miraji hapa kutokana na ulioyafahamisha mwanzo katika swala zima la mazungumzo ya nyuklia ya Iran. Othman, katika swala zima hili la lililowahi kuonekana wiki za nyuma kabla ya vita hivi kuripuka, kauli iliyotoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Oman iliyokuwa inasimamia mazungumzo hayo ilikuwa ni kwamba Iran iko tayari kusalimisha madini yake yote ya urani yanayowekewa mashaka na Marekani. Na toka mwanzo tunaelezwa kwamba diplomasia huenda ikafanya kazi, lakini dakika za mwisho imeshuhudiwa mashambulizi haya ya Marekani. Maswali yako mengi katika hili kubwa ambalo watu wanajiuliza, je, Israel imeiburuza Marekani kwenye vita hivi, au Marekani tayari ilikuwa imejipanga inataka kufanya vita hivi ili kuizuia Iran katika mpango wake wa nyuklia? Yote mawili Bi Saumu, yote mawili imeburuzwa, Marekani na Israel, na vile vile tangu hapo siasa ya kimarekani katika uwanja wa kidiplomasia. Marekani si nchi yenye kufuata diplomasia tangu zama za zamani. Ni serikali ya kihuni ya mabavu. Tukumbuke kwamba mzozo huu wa Marekani ikishirikiana na Uingereza bila shaka umeanza zamani, zaidi ya miaka 73 iliyopita, mafuta yalipogunduliwa huko Iran, na utawala wa waziri mkuu wa Iran Mossadegh ukapinduliwa. Yote kwa sababu Marekani ilihisi kwamba mali ya Iran ya mafuta imilikiwe na makampuni ya Kimarekani na Kiingereza. Na Mossadegh alipoingia madarakani alisema si haki kwa mali ya mafuta ya Iran kumilikiwa na makampuni ya kigeni ya Kimarekani. Hapo ndio akauliwa Mossadegh na kuwekwa na kurejeshwa madarakani Shah kibaraka wa Marekani na Uingereza. Kwa hivyo mzozo huu wa siasa ya Marekani umeanza zamani, na Marekani maisha katika kupeleka mbele maslahi yake ya mabavu inapindua serikali mbali. Imempindua hivi karibuni Venezuela huko Maduro, imempindua Haiti na Noriega kule Panama, walimkamata na kumrejesha Marekani na kumpeleka Marekani. Patrice Lumumba Kongo vile vile walifanya hivyo, njama ya kuondosha Patrice Lumumba kutokana na maslaha yao. Yote hayo Marekani inafanya njama mbalimbali katika nchi mbalimbali, kutumia dini, mashirika ya kiraia wanayoita mashirika yasiyokuwa na serikali, kuziendea chini serikali za nchi mbalimbali ambazo zinataka kuendesha siasa zake na kumiliki uchumi wao na rasilimali zao. Kwa hivyo hili si jambo jipya. Lakini katika hili swala la nyuklia, Othman, ni kwamba hata nchi nyingine za magharibi, Ulaya kwa mfano, imekuwa siku zote inataka kwamba Iran iachane na mpango wake huu wa nyuklia, na Iran ilionekana kwamba haikubaliani na msimamo huu. Bisaumu maisha Iran, watawala wa serikali ya mapinduzi ya
Kiislamu ya Iran imesema Iran inataka kutumia nguvu zake za kinuklia kwa matumizi ya amani kama nishati. Hawataki kutumia nuklia kama njia ya kutengeneza silaha. Jambo hilo limesisitizwa mara nyingi na Umoja wa Mataifa. Shirika lake la kuchunguza masuala ya kinuklia limepewa uwezo wa kuchunguza jambo hilo. Jiulize kwa nini nchi mbalimbali duniani zinaweza kumiliki na kutengeneza nishati ya kinuklia. Nchi mbalimbali, Israeli ina silaha za kinuklia, Marekani inayo, Uingereza inayo, Urusi inayo, China. Kwa nini nchi kama hii Pakistani inayo silaha za kinuklia, India inayo? Kwa nini hii haki ya kuwa na nishati ya kinuklia inyimwe Iran peke yake? Hili jambo linaifanya Iran ijihisi kama inanyimwa mamlaka yake. Bila shaka Iran haitokubali hivyo. Mubelwa, nije kwako. Kwa Wamarekani haya mashambulio yanatazamwa vipi? Kwa sababu ripoti nyingi zimeonyesha kwamba hata bunge halikuidhinisha mashambulio haya. Je, kwa Wamarekani haya mashambulio yana uhalali? Hapana, bunge sio tu halikuidhinishwa, lakini halikutaarifiwa mpaka jana tu ambapo walikwenda bungeni na Democrats walijaribu kuweka kizingiti cha matumizi ya fedha, kwa maana kwamba wazuie fedha kwenda kutumika katika swala la vita, lakini Republican wakapiga kura, na kwa sababu wana wingi katika chemba zote mbili wakafanikiwa kupitisha kwa kura 47 zikisema hapana, 53 nafikiri zikisema ndio katika wabunge ama senata 100. Inaangaliwa vipi hapa nchini Marekani? Bado kwa namna ya uoga, kwa sababu wengi kwanza hawajui sababu halisi ya kwenda kupigana. Na hiyo taarifa ambayo imetoka ya Marco Rubio kuonyesha kabisa kwamba ama kutafsirika kwamba kilichopeleka kule hayakuwa maamuzi ya Marekani bali maamuzi ya bibi Benjamin Netanyahu. Hiyo pia ni kitu ambacho baadhi ya watu wameonekana kupata mashaka nacho. Kuna shaka nyingine ambayo hiko hapa nchini Marekani ambapo sasa wanatambua kabisa kwamba aliyeuawa ni kiongozi mkuu wa kiimani wa baadhi ya watu, na tayari tumeona Austin, Texas, tayari kumekuwa kuna mtu ambaye alikwenda akafanya mashambulizi na ameua watu, na wamehusisha hili na haya mauaji ya kiongozi wake wa kiimani. Kwa hiyo kuna ile dhana ya kwamba unashinda vita na kule na unasema kwamba unawazuia wale wasifike huku, lakini unayofanya yale yanapandikiza maadui wengine wa ndani ya Marekani. Sasa hivi wanaanza kuchukulia kwamba kuna wanasema ni local terrorist ambao wanakuwepo hapa, wale magaidi wa ndani ambao wanatokana na kile ambacho Marekani inafanya kule nje. Kwa hiyo wasiwasi wa hapo huko katika namna nyingi, lakini maswali ni kwamba